Engineer Ezra Chiwelesa, Mheshimiwa Anna Lupembe, Mheshimiwa Edfons Kanone ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuwa mchangiaji katika hotuba hii ya Wizara ya Maji. Kipekee kwa mara nyingine pia nishukuru kwa sababu ya mradi mkubwa wa Ziwa Victoria unaoitwa Biharamulo wenye thamani ya dola milioni 55.1 ambapo kwa exchange rate ya leo ya 2650 unaongelea bilioni 146. Ni mradi mkubwa wa kihistoria unaokuja kutua kina mama ndoo vichwani, lakini si akina mama wa Biharamulo tu. Kwa sababu tunaongea habari ya grid ya maji ya taifa, ni kwamba tuna hakika kwa sababu Ziwa Victoria ni chanzo cha uhakika na grid ni vyanzo. Tuna hakika mradi huu baada ya kufika Biharamulo utahudumia watu wa Ngara, unaweza ukaenda Kakonko na maeneo mengine yote ya jirani pale ili watu waweze kupata maji safi na salama, lakini maji yanayotoka kwenye chanzo cha uhakika. Lakini kwa dhati ya moyo wangu nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri Juma Aweso. Nimshukuru naibu wako Engineer Kundo, lakini pia na katibu mkuu wa wizara hii ya maji Engineer Mwajuma Waziri kwa kazi kubwa mnaoifanya. Mlikuwa mnafanya kazi kama timu. Nakumbuka mradi huu hata ulipokuwa unaenda kufanya presentation huko nje uko unatafuta fedha, ulikuwa unanitumia clip unanionyesha. Mungu akubariki sana. Kwa niaba ya watu wa Biharamulo uendelee kuwa na afya njema, lakini mambo mazuri haya yaje na jimboni kwako pia, usituletee sisi tukasahau kwako. Lakini baada ya hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilitaka niongelee kwa sababu wabunge wengi wamekuwa wanaongea visima vimechimbwa, maji hamna. Hiki kimechimbwa, maji hamna. Ni kweli. Huwezi kupata mradi wa maji kama maji hamna. Kwa sababu kiasili maji hayako kila sehemu. Ndio maana tumeona serikali imechukua hatua hii ya kutumia vyanzo vichache lakini vikubwa vilivyo kwenye nchi ili maji yaweze kwenda kila sehemu. Na hakika baada ya miaka 3, 4, 5 hatutakuwa tunakuja hapa tena kulia na masuala ya kisima kimechimbwa umeme hamna. Kwa sababu kama maji yanatoka kwenye chanzo kimoja, tuna hakika maji yataweza kufika kila sehemu, vijiji vitapata maji, lakini na maeneo mengine yatapata maji, na hii ndio ajenda kubwa tunayoiongelea leo ya grid ya maji ya taifa. Kwa hiyo tuendelee kuwa wavumilivu, jambo hili lipite, tulipitishe kwa kishindo na bajeti hii ipite, hatimaye tuweze kuyaona haya ambayo tunayapigia kelele yakifanyika kwa uhakika zaidi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, experience yangu ya kipindi cha nyuma wote tunaelewa, hususan bajeti hii iliyopita, ni kama vile hatukufanya miradi mipya kwa sababu kulikuwa na maelekezo ya kutekeleza miradi mingi ya zamani. Kwa hiyo tulione hilo na ni vizuri. Kwa sababu unapokuwa na mradi umeishia katikati, wananchi hawezi kupata maji. Tunavyomaliza miradi michache tulianza kipindi cha nyuma, tukatoa fursa ya kuanzisha miradi mingine mipya, hatimaye tunakuwa na kitu cha kusema kwa wananchi, na wananchi wale wachache waliopata maji wanaona na wanakuwa mashuhuda. Nipongeze kwa ajili ya plani hiyo nzuri. Tuna hakika miradi hii ambayo imewekwa kwenye bajeti kwa sasa itaenda kutekelezwa sawa na ambavyo imewekwa kwenye bajeti. Lakini kitu kikubwa Mwenyekiti, Wizara ya Maji kumekuwa na shida. Pesa zao nyingi hazitoki kwa wakati, especially pesa za mfuko wa maji. Aweso huyu, maeneo mengi wakandarasi wanafanya kazi kwa heshima yako tu. Umekuwa mtu rahimu, ukija ofisini kila unapofuatwa. Kuna kipindi unamwangalia anataka kusaidia lakini pesa hana. Tulikuwa tunaomba reinvest money ambazo zimepitishwa na bunge zisiguswe, zirudi zikafanye kazi huku. Huyu baba anahangaika na katibu mkuu, lakini kama mwapelekee pesa leo wanalaumiwa wao. This is not fair. Kwa tungeomba wasaidiwe kwa kupelekewa pesa zilizopitishwa kwenye bajeti ya bunge ili tusaidie miradi hii, hata tunapoongea na wananchi kule, wananchi wayaone haya matunda mazuri ambayo tunayoongelea. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni mjumbe wa kamati ya PIC. Tulipokuwa kwenye ziara tukitembelea miradi, tulipita DAWASA pale. DAWASA wana expansion kubwa ya chanzo cha maji cha Ruvu Chini. Lakini wale watu wanahitaji only 38.7 nadhani milioni dola. Tungomba tuwape hii pesa wamalizane kule. Unajua ni aibu mimi wa Biharamulo nalilia maji nipewe pesa bilioni 1. DAWASA inayobeba nchi nzima nayo inalilia. Mkishampa yule mkamalizana naye, mwakani tupeni sisi wadogo, kuliko leo unampa bilioni 1 haimalizi, unampa bilioni 2 haimalizi, mimi kwangu unanipa 500 haimalizi. Malizana naye afanye biashara, hizo hela nyingine mwakani tuleteni sisi tukapelekea wananchi tuwape huduma. Hilo jambo tuliliona, tunaomba wasaidiwe hivyo. Lakini jambo jingine tuliona Mheshimiwa Mwenyekiti, ni swala la kutoza vati kwenye umeme na vati kwenye maji. Maji tunajua vati inatozwa end user. End user kwenye maji hakuna VAT. Hizi mamlaka zinatozwa vati. Saa nyingine zinakaa na madeni TANESCO, hawezi kulipwa, zinadoa TRA. Tulione hili basi tuwasaidie. Kama hamna VAT kwa end user, why are we charging them VAT kwenye masuala ya umeme na huduma nyingine wanazozitoa?
Tunataka mamlaka zisimame, zifanye biashara, zilete gawio serikalini, kwa sababu serikali imeweka mtaji kwenye hizo mamlaka. Sasa hazitaweza kufanya hivyo kama bado tunazibana. Kwa hiyo nilikuwa naomba hilo lionekane, tuwasaidie waweze kufanya kazi, ili na sisi wa vijijini tunaowakilisha wananchi walio wengi wanaohitaji huduma ya maji, kwa sababu bado wanakunywa maji kwenye sehemu nyingine tumeambiwa ni 70% na haijafika 90 wala haijafika 100. Tuombe mtusaidie ili bajeti inayofuata pesa nyingi zielekezwe vijijini, zitusaidie sisi kuliko kuendelea kupeleka pesa tunagawanya nusu nusu. Inakuwa haitoshi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naona maiki imewashwa muda mrefu. Nashukuru sana kwa kunipa nafasi. Naunga mkono hoja, pesa ipelekwe, Aweso na watu wako mkafanye kazi. Sisi tuko nyuma yenu, tunawasupport. Asante sana. Asante sana.